Kuna hii ndoto ya kuota watoto. Ni kweli tumeaminishwa kwamba watoto ni huduma, ni jambo jema, ni ndoto nzuri. Ila kuna wale watoto ambao unawaota unaona kabisa mtoto mchafu. Unaota mtoto unapigana naye. Ni kweli anaweza kawa ni umri wa miaka 12 na 5 na 3 na 8, lakini anakuwa ni mtoto ambaye anakuibia vitu vyako vya thamani. Ni mtoto ambaye anakuja kupigana na wewe kwenye ndoto. Sasa hapo anza kuelewa kwamba sio ndoto nzuri. Hata kama angekuwa ni mtoto wa umri wa miaka 4, lakini maadamu tumeona mienendo yake ya kwenye ndoto sio mizuri, anza kuelewa Biblia inasema shetani ni kerubi lifunikalo. Maana yake hugeuza uongo kwa ukweli na ukweli kwa uongo. Anabadilika kwa sababu wewe unaamini kabisa mtoto ni huduma na umekalili hivyo. Sasa unapoona mtoto anakuja anakuibia ka kitu kako kwenye ndoto, alafu unasema labda huduma yangu sijasimama vizuri na huduma. No, yule anakuwa ni mwizi kama wezi wengine. Kuna kitu amekusudia. Ukisoma ile Yohana 10:10, mtu anapotuma majini, uchawi wa majini. Hapa sizungumzi wachawi tu wa kawaida hawa watunguli, no. Hapa ni majini. Unapotumiwa jini kwenye ulimwengu wa roho, ndio utaona mtoto mchafu anakukimbiza. Mtoto anapigana na wewe, na unaweza ukapigana na mtoto kwenye ndoto mpaka unaamka umechoka kabisa, unasikia kana kwamba kweli nilikuwa napambana. Hiyo yote inakuwa ni majini yanatumwa ya kushambulia. Ndoto ya hivyo, yani hakikisha ukiinuka, rudisha malipizi. Omba kana kwamba yani unajua kabisa hichi kitu haikuwa mtoto wa kawaida. Hawa ni watoto wa kipepo, watoto wa majini walitumwa kwa ajili ya kudhuru maisha yako. Na ukiweza kufanikiwa hivyo tu, utaanza kuona mpenyo kwenye maisha yako. Ukishinda kwenye ndoto, umeshinda mwilini. Ukishindwa kwenye ndoto, umeshindwa mwilini pia. Kwa hiyo kama kwenye ndoto umepambana na mtoto kakushinda, umeshindwa. Kwa hiyo lazima unapoamka ujitahidi na ushinde mwilini, kwa sababu kwenye ndoto ulishashindwa. Kwa huduma ya ufasiliji wa ndoto na maombi na msaada na ushauri mbalimbali, unaweza ukagusa hii linki ambayo iko chini ya video hapa kwenye bio yangu. Hiyo ni linki na kupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp channel yangu. Mwaka 2026 tumeweka WhatsApp channel kwa ajili ya kujifunza na kumwabudu Mungu hapo. Utasubscribe, utakuwa mwanafamilia na utajifunza mengi kutoka kwangu. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kutakia mwaka wenye baraka tele 2026. Hakuna mtoto atakayekushinda kwenye ndoto. Amen.